Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu kupitia jina la Yesu, jina lililo hai. Namshukuru Mungu ambaye ametupa wakati huu mzuri mimi na wewe tuweze kutafakari kwa pamoja neno la Mungu. Na siku ya leo nina ujumbe mzuri ambao unaitwa jicho la imani. Tamani tuweze kutafakari kwa pamoja kuhusu jicho la imani. Ukisoma kitabu cha Marko sura ya 5 na ule mstari wa 21, Biblia inasema hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Sasa ukisoma hii habari, ni habari ya mkuu mmoja wa sinagogi anaitwa Yairo. Mtoto wake alikuwa anaumwa, na katikati ya kuumwa kwa huyo mtoto wake, Biblia inazungumza ya kwamba Yairo ambaye ni mkuu wa sinagogi alimfuata Yesu kwamba, mwalimu, binti yangu mdogo yu katika kufa. Na anaposema binti yangu mdogo yu katika kufa, maana yake alikuwa na mabinti wengine ambao walikuwa ni wakubwa, kwa walikuwa naweka clarification vizuri kwamba ni binti yangu ambaye pia ni binti yangu mdogo yu katika kufa. Ninaomba uje uweke mkono juu yake apate kupona na kuishi. Mtu wa Mungu, baada ya Yesu kusikia hayo maneno, pakapita kidogo, Yesu akamhudumia mwanamke mwenye kutokwa na damu. Alafu chini hapo 35 Biblia inasema hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Yairo alipewa huo ujumbe na watu ambao walitoka kwake. Manake acha kumsumbua Yesu, kwa sababu ulikuwa unahitaji uponyaji zidi ya binti yako. Binti yako amesha kufa, kwa hiyo acha kumsumbua mwalimu. Binti yako amekwisha kufa. Na ukishuka chini, Biblia nasema Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia Yairo, usiogope, amini tu. Manake katikati ya hayo maneno ambayo walimwambia mkuu wa sinagogi kwamba binti yako mdogo yu katika kufa, Yesu akamwambia usiogope, amini tu. Manake ile neno usiogope ya Yesu ilikuwepo ili kufuta yale matamko yaliyokuwa yametamkwa kwa ajili ya Yairo na mtoto wake, kwamba binti yako amekwisha kufa. Na si kwamba walileta taarifa ya uongo. Ndio maana Biblia inasema walitoka watu kutoka kwa mkuu wa sinagogi wakimwambia Yairo, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu. Kitu kimoja ambacho natamani ujifunze hapo, Yesu hana ukomo wa kufanya vitu kwa ajili ya maisha yetu. Mungu hana ukomo kwa ajili ya kutenda kwenye maisha yetu. Hawa watu walijaribu kumwambia hivyo Yairo kwamba binti yako mdogo amekwisha kufa, acha kumsumbua Yesu. Maana yake waliamini ya kwamba Yesu anao uwezo wa kuponya mtu tu, lakini hana uwezo wa kufufua. Waliamini ya kwamba Yesu amebeba uponyaji kwa ajili ya maisha ya watu, lakini hawakuwa na imani ya kwamba Yesu anaweza akafufua mtu akiwa amekufa. Ndio maana wale watu walimwambia, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Manake wao waliweka imani kwa Yesu kwamba Yesu anaweza kumponya mtu tu. Manake imani zao, mentality zao kwa Yesu ziliegemea kwenye jambo moja, wasifahamu Yesu anaweza mambo yote. Sasa Biblia inazungumza kwamba Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, manake kuna maneno ambayo yananenwa kwa ajili ya maisha yetu. Hayo maneno ni adui mkubwa wa imani zetu. Yale maneno yanayonenwa ni adui mkubwa wa imani zetu. Yale maneno yanayonenwa kwa ajili yetu ni adui mkubwa wa imani zetu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchunga dhidi ya maneno yanayonenwa kuhusu wewe unapomsogelea Mungu, unapoweka imani kwa Mungu,
Hata kama unasikia, hata kama unaomba kwa Mungu, kadiri unavyoomba ndivyo mambo yanazidi kuwa mabaya. Maana yake bado nguvu yako izidi kuwa kubwa mbele za Mungu, ukijua Mungu anafanya kwa ukubwa, kwamba Mungu hana mipaka katika utendaji wa kazi zake. Siku zote usimwekee Mungu mipaka katika kufanya. Mungu ambaye anaweza akakuponya magonjwa ndiye ambaye anaweza akafufua chochote cha maisha yako kinachotaka kufa, chochote cha maisha yako kinachotaka kupotea, chochote cha familia yako ambacho hakieleweki. Yeye Mungu anayo majibu yote kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, amini tu. Shalom.